Asifiwe. Haleluya, amefufuka, yu hai kweli milele yote, milele yote. Ninakusalimu na kukaribisha tena kwa wakati mzuri. Upokee ujumbe wa Pasaka hii siku ya Jumapili. Tumshukuru Mungu kwa neema yake iliyo kuu. Bwana Yesu, asante kwa pendo lako na kwa neema yako. Asante kwa uweza wako na nguvu zako. Baba, tunashukuru kwa saa hii nzuri tunapoenda kupokea ujumbe huu tena kwa ajili ya Pasaka hii njema, kwa ajili ya kumbukumbu hii nzuri, na matendo yako makuu tena yakaendelee kutendeka kwa watu wako, na litukuzwe jina lako. Kawabariki watu wako, kawaponye watu wako, kawainue tena kwa uweza wa kufufuka kwako, katika jina lako Yesu Kristo, amina. Haleluya, haleluya. Basi karibu upokee ujumbe kutoka wa Filipi sura ile ya 3 mstari ule wa 10. Wa Filipi sura ya 3 mstari wa 10, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Mstari wa 11, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Si kwamba nimekwisha kufika au la nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali na kaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Ni ujumbe mwema unaotutaka tumjue Yesu ambaye alifufuka. Alifufuka kutoka wafu. Tumjue Yesu, uweza wa kufufuka kwake. Tumjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Alifufuka kwa uweza, sio kwa udhaifu. Alifufuka katika nguvu, sio katika unyonge. Yesu Kristo ambaye yu hai, na tumjue. Kuna mambo mawili: kumjua yeye Yesu Kristo, lakini la pili ni kujua na ule uweza uliomtoa katika mauti, katika kaburi. Ule uweza uliomuinua akawa hai. Ule uweza nasi leo tunapaswa kujua. Tunapaswa kumjua Yesu sana, lakini tunapaswa kujua na huo uweza, kuamini na kuendelea kukaa ndani ya uweza huo, ili tuendelee kuwezeshwa kiroho na hata kimwili. Maisha yetu na hali zetu zikawe na uweza wa nguvu zake Yesu Kristo aliye Bwana wa utukufu. Sasa mjue zaidi, mjue Yesu, jua na uweza, uamini na ule uweza uliomfanya ainuke akawa hai tena, akatoka katika mauti. Kwa namna hiyo mauti ilishindwa, na sasa imeshindwa na itaendelea kushindwa. Uweza wa giza hautafanikiwa. Mjue Yesu na uweza wake na nguvu zake. Mjue Bwana kwa uweza wake na kwa nguvu zake. Tuwe na huo uweza kwenye maisha yetu. Uweza huo utatusaidia, nasi tutakuwa hai. Tutakuwa hai katika maisha yetu. Tutakuwa na nguvu katika ulimwengu ambao una nguvu za ile adui, katika jina la Yesu. Ninakutakia Pasaka njema yenye baraka sana, ambayo sasa unapata ufahamu mpya. Kufahamu, kuujua ule uweza wa kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Kaendelee kumtumikia Yesu katika ule uweza na katika zile nguvu. Kaendelee kukaa ndani yake katika huo uweza. Endelea kujua na kutafuta uweza wa kufufuka kwa Yesu. Ukiujua, kiendelea kujua, ni jambo lenye nguvu litakalo kusaidia kuendelea kuziharibu na kuziangusha mamlaka na namna zote za giza, na maisha yako yataendelea kuwa ya baraka, ya furaha na ya nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Tusimjue tu Yesu kawaida, na kama vile ambavyo wanafunzi wake walitembea naye kwenye maji, kwenye chombo, katika maji au katika bahari, wakiwa wanamjua kawaida. Lakini dhoruba zilitokea na mawimbi, wakaanza kupiga kelele, na Yesu akainuka akawaambia, imani yenu iko wapi? Nini kilichokuwa kimetokea? Kwamba mioyoni mwao, hali zao, mtazamo wao, walienda naye kama binadamu wa kawaida, lakini Yesu sio wa kawaida. Na ndio sababu tumjue na uweza wa kufufuka kwake. Kwa hiyo mjue Yesu kwa namna ya kipekee, kwa namna ya tofauti, kwa sababu kwake tunapata uweza wa kuinuliwa, uweza wa kuwa hai kiroho,
mambo yako yakawe hai kabisa katika nguvu na katika uweza mkuu katika yeye Bwana wa utukufu. Haleluya! Endelea kumjua, endelea kumtumikia. Na anasema pamoja na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake. Tuwe na kujua tutashiriki, kuna mambo tutashiriki ambayo yeye alipitia, na kwa sababu sasa tunashangilia ukombozi, tunashangilia wokovu, tunashangilia mambo makubwa. Yesu alipitia pagumu, sasa tunashangilia. Kuna wakati unaweza ukapitia pagumu, lakini mwisho wake ni furaha kubwa na mashangilio makubwa. Wewe cha msingi, kaa ndani ya imani, ndani ya Yesu Kristo. Shika imani ya Yesu, mjue Bwana, jua kwamba ana uweza mkuu na ambao huwezi kuzuiliwa na majiwe makubwa, wala mamlaka za giza, wala kitu chochote hakiwezi kusimama kikampinga. Wakikuwekea jiwe kubwa, wakikuwekea kipingamizi, wakikuwekea kizuizi, uweza wa jina la Yesu utasababisha hilo jiwe au mzigo utaondolewa. Hicho walichosimamisha kitaangushwa, hakitaweza kukuzuia. Yesu ana uweza mkuu ukakuwezeshe kupita na kutoka pale walipokuwekea jiwe kubwa, walipokuwekea tatizo kubwa, walipokuwekea mitego mikubwa, walipokuwekea mipango mibaya, walipotengeneza maangamizo. Yesu Kristo kwa ule uweza wake anakuinua sasa, atakuvusha, utavuka. Endelea kumtumaini sana, kumwamini sana, na endelea kukaa kwake. Imani yako iongezeke, mjue zaidi Bwana. Endelea kujua na ule uweza ambao ni mkuu sana, ambao unatuweka kuwa hai, unatuweka kuwa katika nguvu za Bwana. Haleluya! Na si kwamba tumekwisha kufika, anasema tunakaza mwendo ili tuweze kufika. Nasi katika kukaza mwendo huko ndiko kuna wakati mwingine kuna misukosuko, kuna dharuba, kuna mawimbi, lakini tunashinda kwa sababu yeye alishinda. Tutapita kwa jina lake. Kwa hiyo Bwana Yesu atakuwezesha, ule uweza utakusaidia. Huko uweza mkuu katika Yesu Kristo, ndani yake huko uweza mkuu utakaotufanikisha, utakaotutetea, utakaotupandisha tuendelee mbele katika jina la Yesu Kristo. Endelea kumjua Kristo katika uweza na katika nguvu, kwa utukufu wa jina lake. Amina. Ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na Bwana akufiche damuni mwake. Na nikuombee sasa. Baba, nashukuru kwa ajili ya neema yako na kwa ajili ya neno lako. Ninamwombea mtu huyu, mbarikie, mwangazie na nuru za uso wako, mfadhili, mlinde, mtunze, mjenge tena katika jina la Yesu. Awe na amani tele na furaha ya Bwana ikawe pamoja naye sasa na hata milele na milele. Amina, 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 amina.